Taraka si hisia, ni udhibitisho. Je, sheria ya Tanzania inasemaje kuhusu taraka? Watu wengi wanaamini talaka hutolewa kwa sababu ya hasira au kwa sababu mtu amesema simpendi tena. Lakini ukweli ni huu: mahakama ya Tanzania haitoi talaka kwa maumivu ya moyo. Hutafuta udhibitisho wa kisheria. Leo nakuletea kile ambacho watu wengi hawakijui. Sheria inasemaje? Kwa mujibu wa Law of Marriage Act, hususani kifungu cha 99, talaka hutolewa pale tu mahakama inapothibitisha kuwa ndoa imevunjika kabisa kiasi kwamba haiwezi kurekebisha tena. Hivyo basi, si kila anayefungua kesi ya talaka kupewa talaka. Mahakama huangalia ushahidi. Sababu ambazo mahakama huziangalia: 1. Uzinzi. Iwapo mmojawapo wa wanandoa amefanya uzinzi na mwenzi wake, anaweza kuthibitisha kuwa hali hiyo imeharibu kabisa uaminifu na kuifanya ndoa isiwezekane kuendelea. Mahakama inaweza kuona ndoa imevunjika, lakini kumbuka, lazima kuwe na ushahidi, si tu tuhuma. 2. Ukatili. Ukatili hauishii kwenye vipigo, unajumuisha pia matusi ya ndugu, vitisho, udhalilishaji, mateso ya kisaikolojia. Iwapo kuendelea kuishi pamoja kunahatarisha afya, usalama au akili ya mwenzi, mahakama inaweza kuingilia kati. 3. Kutelekezwa. Mwenzi anapoondoka bila sababu halali, bila makubaliano na bila kutimiza wajibu wa kindoa kwa muda mrefu, hilo linaweza kuwa ushahidi wa kuvunjika kwa ndoa. 4. Kuishi tofauti kwa muda mrefu. Kuishi mbali pekee hakumaanishi talaka, lakini mahakama huangalia: je, hakuna tena mahusiano ya kindoa? Je, hakuna jitihada za kurudiana? Je, ndoa imekosa kabisa uhai wake? Kila kesi huamliwa kulingana na mazingira yake. 5. Kushindwa kutimiza wajibu wa ndoa. Iwapo mmoja anakataa kabisa kushiriki maisha ya kindoa bila sababu halali na hali hiyo inaendelea kwa muda mrefu, mahakama inaweza kuona ndoa imevunjika. 6. Ugonjwa wa akili wa muda mrefu au kupotea kwa mwenzi. Iwapo mwenzi anaugua ugonjwa wa akili kwa muda mrefu sana au amepotea kwa miaka kadhaa bila kujulikana alipo, mahakama inaweza kuamua kuwa ndoa haiwezi kuendelea kivitendo. Jambo muhimu watu hawalijui: mahakama ya Tanzania hujaribu kwanza maridhiano. Haitoi talaka kirahisi. Huichukulia talaka kama suluhisho la mwisho kabisa. Ndiyo maana si kila anayefungua kesi ya talaka hupewa talaka. Labda nihitimishe kwa kusema, kabla ya kufikiria talaka jiulize: je, nina ushahidi au nina hasira tu? Kwa sababu sheria haisikilizi maumivu ya moyo. Sheria husikiliza ushahidi. Sasa basi, maelezo haya niliyokuwa nayatoa haya yametolewa kwa madhumuni ya kuelimisha kisheria kwa umma kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, hususani Law of Marriage. Hayachukui nafasi ya ushauri wa wakili wala uamuzi wa mahakama. Kila shauri la ndoa lina mazingira yake. Kwa hiyo unaweza kwenda kufuata sheria kwa kujifunza sheria kwa mawakili, pia unaweza kwenda mahakamani. Hapa nadhani umeshaweza kunielewa. Hapa mimi nilikuwa nakupatia ufafanuzi, sikuwa kwamba nimechukua hizo nafasi. Ili uweze kwenda kujifunza, hakikisha una subscribe, una like, una comment na kushare hii account ili uweze kwenda kupata elimu zaidi na wengine waweze kujifunza. Kama na swali lolote uliza hapo chini na mimi nitalijibu.